Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Penzi mtazamaji na mfuatiliaji wa baadhi ya murajaa ya masomo ya Ghanna'ul Islamiyya, murajaa wa masomo ya Al-Ghanna'ul Islamiyya, tukiwa leo tuanza mwanzo wa somo la as-sam'iyat ya al-faslu as-sabi' iliyoitwa kwa jina la bayanul ahammiyati fima warada fil Qur'ani was sunnati min as-sam'iyati. Bayanul ahammiyati, kubainisha ya muhimu, yenye umuhimu, fima warada, katika yaliyokuja, fil Qur'ani was sunnati, katika Qur'ani na hadithi ama na sunna za bwana mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, minas sam'iyati, kutokana na yaliyosikiwa. Jam'un wa i'dadul imam ar-rahili Muhammad ibn Sharif Said ibn Abdullah al-Bidhi rahimahullahu ta'ala. Ni mkusanyiko ama hunu ni mkusanyiko, zimekusanywa na kuandaliwa na kiongozi wetu aliyokufa, aliyotangulia katika Darul Haqi, Ustadh Muhammad mwana wa Sharif Said ibn Abdullah al-Bid rahimahullahu ta'ala, ngwamrahamu yeye, Allah atuksheo. Bismillah, naanza kusoma somo hili ilhali ya kutabaruku kwa jina la Mwenyezi Mungu. Ar-Rahmani, mrehemevu mno. Ar-Rahimi, mwingi wa kurahamu. Ar-Rahmani, mwenye kurehemu wema na waovu hapa duniani. Ar-Rahimi, mwenye kuwarehemu wema peke yake kesho akhira. Tumetafsiri tafsiri ya lugha na ya kimaana. Alhamdulillahi alladhi khalaqa Adama minat turab. Kila jinsi sifa njema nda Mwenyezi Mungu, ama za mstahiki Mwenyezi Mungu, ama ni za Mwenyezi Mungu, alladhi, ambaye, khalaqa Adama, amemuumba Nabi Adam, minat turab, kutokana na mtanga. Wa athbata kulla shay'in fil kitab, na akathubutisha kila kitu katika chuo, ene Qur'anul Karim. Wa hada man yasha'u lis-sawaba, na akamuongoza amtakaye, lis-sawab, kwa usawa ama kwenye usawa. Wa ilayhi marji'ul amri kullihi wal ma'ab, na kwa Mwenyezi Mungu tu ndiyo marejeo ya mambo yote, na wal ma'ab pia ni marejeo. Kwa Mwenyezi Mungu peke yake ndio kurejelewa kwa mambo yote. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah shahadatan ayqana biha muqinun wartaba fiha murtaba, na nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kuwa hapana jinsi ya Mola apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu peke yake. Illa Allah, isipokuwa Mwenyezi Mungu. Shahadatan, kushuhudia, kukiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi, ama shahada ambayo aiqana biha muqinun, ameyakinisha kwa hiyo shahada. Mwenye kuyakinisha amekuwa na yaqini na uhakika kwa hiyo shahada, mwenye kuwa na yaqini. Yaqini kinyume cha shaka. Wartaba fiha murtaba, na akawa na shaka katika hiyo shahada, mwenye kuwa na shaka. Washhadu anna Muhammadan rasulullahi, na nakiri kwa moyo na kubaini kwa ulimi kuwa Mtume Muhammad ni mjumbe wa Allah, ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Mudhhirul hujjati, ni mwenye kudhihirisha hoja, kuziweka wazi hoja. Wal ajabil ujabi, na ni mwenye kuweka wazi pia ajabu ya maajabu zaidi. Al-ujab
ni majawaza haddan min alajabi. Ajibun, ajibun, ujabun, ujabun ziko katika mizani ya kupita mpaka katika maajabu. Basi yeye amedhihirisha maajabu ya maajabu zaidi. Sallallahu alayhi man fataha lilbabi albabi babu si'ab, ngwa amrehemu Mwenyezi Mungu, rehma za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake. Man fataha lilbabi albabi, mwida imefunguka wa mlango wa wenye zidima za akili. Babu si'ab, mlango wa magumu, kiasi mlango wa mambo magumu yafunguka katika akili za wenye vidima vya akili. Basi Mwenyezi Mungu aweze kumrehemu na kumtakia amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi, na rehma na amani ziwe juu ya ali za Mtume, wa sahbihi, na masahaba wa Mtume. Ni'mal ali wal ashabi, neema ya ali yani familia, jamaa, na neema ya masahibu, marafiki. Salatan wa salaman alayhi wa alayhim mutalazimaini ma talazamati sunnatu wal kitab. Swala na amani ziwe juu ya Mtume na ziwe juu ya ali za Mtume na masahaba wake. Mutalazimaini, ilhali ziwe ni zenye kulazimiana mbili, hali ya kulazimiana hizo mbili. Ma talazamati sunnatu wal kitab, mwida ama maadamu zimelazimiana ama imelazimiana sunna za Mtume na Qur'anul Karim. Mwida zimelazimiana, zimekuwa pamoja hadithi na Qur'ani, basi swala na salamu pia ziwe na ali za Mtume na masahaba wake. Amma ba'da, ama baada ya bismi na himdi na swala na salamu. Falamma raaitu sahaba aljahli qad saddat uqula nasi, nilipoona kiwingu cha uwinga, yani uwinga ni ujinga, hakika kimeziba, kimekingawiza akili za watu, ndo kuziba. Wanqalaba albatilu az-zaighu haqqan muttaba'an, na ikazunguka batil yenye kupotoa ama kupotosha ama kupondoa watu, imezunguka kuwa ni haki yenye kuandamwa. Wasara al-inkaru da'ba al-munafiqina al-mudhillina, na ikawa kukana ama kukanusha ni dasturi ya wanafiki wenye kupoteza. Wadhaharat firqatun tu'minu bi ba'dhin wa takfuru bi ba'dhin, na kikadhihiri kipote chaamini baadhi ya mambo ya dini na ukanusha baadhi ya mambo. Wa firqatun la yu'minuna illa bima sahha fi uqulihim, na pia pana kipote hakiamini illa ama hawaamini isipokuwa yenye kusii katika akili zao. Wa'tarafat bihi fitratul insaniyatu, na ikaitarifu kwa hizo hayo yenye kuingia akilini mwao maumbile ya kibinadamu. Kuna watu wakawa pia wameathirika baadhi yao kwa hizo fikra za akili zao, wakaitarifu kwa hayo yenye kusui katika akili zao maumbile ya kibinadamu. Wama lam takbaluhu uqulu fahuwa hadithu khurafatin, na yale ambayo hayakubali akili zao, fahuwa hadithu khurafatin, basi husema hayo ni mazungumzo ya kuzua, ya khurafa, ya uzushi. Au bid'atun, au husema yasokubalika katika akili yao ni uzushi.
Khurafa ni mazungumzo yasokuwa na msingi. Bid'atu ni uzushi. Azma'tu, nimeazimia kwa hayo niliyoyaona, an ajma'a mukhtasaran latifan fi sam'iyati, ni kusanye mpeto, yani mukhtasar, kupeta ni kufupiliza, kuleta kitu kwa ufupi. Latifan, kipole ama kipole, yani kitu simple. Fi sam'iyati, katika yaliyosikiwa. Wasamaitu, na nikauamkua huo mpeto, ama nikauita huo ufupilizo ambao nimeukusanya. Bayana al-ahamiyati fima warada fil Qur'ani was sunnati min as-sam'iyat, kubainisha, kupambanua yaliyo muhimu katika yaliyokuja katika Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, min as-sam'iyati, kutokana na yaliyosikiwa. Wa alzamtu an la adhkura fihi illa ma warada bihi al-Qur'an was sunnatu, na nimejilazimisha an la adhkura fihi, kutotaja katika hunu mkusanyiko niliofupiliza, illa, isipokuwa ma warada bihi al-Qur'an was sunnati, ilokuja katika Qur'ani na hadithi. Hatta yakuna talibu al-mubtadi'u, mpaka awe mwanafunzi mwenye kuanza, yani mwanafunzi mwenye kuanza kusoma, ala basiratin, awe juu ya maoni ya ndani, min dini, kutokana na dini yake. Yani hata mwanafunzi akisoma awe atapata maoni ya ndani, busara, vitu vya kimsingi kwenye dini yake. La yu'arqilu imanahu talfiqatu zanadiqati almulhidina, isimpondoshe na kumshawishi imani yake talfiqatu az-zanadiqati almulhidina, maneno ya kupanga, maneno ya uzushi ya wale az-zanadiqati, watu wenye kudhihirisha imani ya dini ilhali wao ndani ni makafiri. Almulhidina, wenye kupinga uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hatta ya'lama al-ghatha min as-samini, na mpaka ajue mwanafundi ama mwenye kuanza kusoma al-ghatha, goroa, min as-samini, kutokana na aloandra. Hunu ni msemo wa lugha, lakini maana yake al-ghatha ni maneno ambayo ni batil, min as-samin, apambanue kutokana na maneno sahihi. Waarabu katika kalam ni kalamun fahish, husemwa kalamun ghathun, kalamun fahishun. Ama al-ghatha min as-samin yumayizu baina ar-radi wal jayyid, apambanue kutokana na duni ya maneno na maneno mazuri. Akishasoma ataelewa maneno haya ni duni, haya ni mazuri. Fajami'u ma fi hadha al-kitabi, basi yote yaliyoko katika hichi chuo kitabu, imma ayatun min al-Qur'ani, imma ni aya kutokana na Qur'ani, ama aya ya Qur'ani, au hadithun min as-sunnati, au ni hadithi kutokana na sunna za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa atlubu min al-munsifil ghayuri, na nazengea, wa atlubu, na nataka ama naomba, min al-munsifil ghayuri, kutokana na mwenye inswaf,
clean heart. Al-ghayuri, mwenye ghera mno. Alladhi la yahkumu bil hawa, ambaye hahukumu kwa hawa, mapenzi ya nafsi yake. Asohukumu kwa mapenzi ya nafsi yake. An yusahiha ma yajidu fiha min al-aghlati, naomba ama nataka kuwa aswahihishe ama kuswahihisha ambayo atayapata katika haya niliyoyakusanya, min al-aghlati, ya makosa ama kutokana na makosa atakayoyaona aswahihishe. Wa an la yataajjala dhalika, na asifanye haraka hilo la kutaka kuswahihisha, kabla tadqiqi nadhari, kabla ya kufanya undani wa kuangalia. At-tadqiq ni kuangalia kitu kwa undani. At-ta'ammulu wal-im'an wat-tabassur ni kupeleleza na kuangalia kwa umakini, ndio tadqiq an-nadhar. Na hii mpaka wale adhkia wekevu ndo wana uwezo. Hapa kama amefanya ihtiras. Katika balagha kuna kitu chaitwa ihtiras. Ihtiras ni kujitunga na makosa wewe. Ni kama ametoa ruhusa kwa njia ya tawadhu, kujiona yeye yuweza kukosea na yatufundisha sisi, na kuonesha kuwa alkamalu lillah. Lakini pia amefanya kama ihtiras na kufanya mulahadha, usije ukawa una haraka ya kuswahihisha kumbe wewe ndio hukuelewa. Ndio ile mmoja katika ash-shu'ara akasema, wa kam min aibin qawlan sahihan wa afatuhu min fahmi saqimi. Wako watu wangapi ambao hutaka kurekebisha vitu wakaona vina makosa, kumbe vile vitu havina makosa. Lakini waafatuhu min fahmi saqimi, maafa yeye kuona makosa ni ufahamu wake, ni mgonjwa. Kwa hivyo yani ni kama mulahadha, kuwa makini kabla ya kuswahisha, ingawaje unayo hiyo ruhusa. Wa innani ala ilmin bi anna bidhaati fil ilmi kasidatun, na hakika yangu mimi, ala ilmin, najua bi anna bidhaati, kwa kuwa bidhaa yangu, fil ilmi, katika elimu, kasidatun, ni yenye kudoda. Hapa atumia istiara ustadhi, hii ni ilmu yake ameifanya ni kama bidhaa, alafu bidhaa ile kasida imedoda, manake haina soko. Na zote ni njia ya tawadhu na kujishusha, na ni adab katika adab za ilmu. Kama wewe ni mwanachuoni, katika ujipambe na adab. Na tuwafundishwa sisi leo kuna watu huita watu washirikina, watu hawajui, watu wazuka, ilhali wao hata kitabu cha kurasa 3 hawajatunga. Hawa maulama, angalia maneno yao, wanajishusha, wanasema wao hivyo walivyoviandika havifai, lakini ni kuwa wanajishusha chini ili kutufundisha sisi. Wafahmi fihi saqimun, na ufahamu katika elimu ni mgonjwa ufahamu wangu. Sasa hapa swali la maajabu, ikiwa yeye fahamu yake ni saqim, ameandika hizi, je, ingekuwa sahihi? Singekuwa zaidi? Sasa ajabu si kuwa yeye fahamu yake ni saqim, ajabu fahamu yake ni saqim akawa ataandika zitu kama hizi. Sasa swali, je, ingekuwa ni sahihi fahamu yake? Lakini kama tunavyokariri, hizi zote ni tawadhu, na ndivyo inavyotakana kwa mwenye ilmu, siku zote ajione hapati.
Sio wewe ukijua tu kitu kidogo kawa na laptop pale mbele yako ya kugoogle, basi ushirikisha watu wote, watukana watu wote, wamekuwa wazuka. Mwenye akili ni wewe ambaye ilmu yako lau laptop itapoteza moto na chaji, huna chochote unachojua. Waqad qala al-ulama, na hakika wamenena wanazuoni, man alafa qad istahdafa, yoyote mwenye kutunga basi hakika amejiweka kuwa ni shabaha. Yani pana msemo kuwa wewe ukitunga kitu kama umejikuwa ukajifanya wewe ni shabaha, manake shabaha mahali kila moja utaka kulenga. Wako watu wao ni kama ungoja watu watunge wao wakosoe. Hawatungi wao. Hawana la zaidi kukosoa. Basi yeye yuko tayari kukosolewa. Wallaha ad'u an yaj'ala kitabi hadha khalisan liwajhihi alkarim, liwajhihi ta'ala. Wallaha ad'u, na Mwenyezi Mungu tu, ad'u na muomba, kasru sifatin ala almawsuf, pana hasri hapo watu wa balagha. Ikitangulizwa mafuul huwa manake ni kufunga ile sifa ya kuomba kwa Allah tu. Ayaj'ala kitabi, ajalie chuo changu hichi, kitabu changu hichi, khalisan liwajhi ta'ala, ni kitakasifu, ni chenye ikhlas, kutakasika kwa dhati yake atukhshiyeo. Wa sababan limardati, na ajalie ni sababu ya kupata radhi zake. Wa an yarzuqani wa walidayya, na aniruzuku mimi, na muomba aniruzuku mimi pamoja na wazazi wangu wawili, wa ahbabi, na zipenzi zangu wenye kunipenda, wa jamia almuslimina, na waislamu wote, kamala almutabaati, aniruzuku mimi ukamilifu wa kumwandama mambo yake na ya mtume, wa husna al-yaqini, na uzuri wa yaqin, tuwe na yaqini mzuri kwa Mwenyezi Mungu na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an yahdiyana ila siratul mustaqim, na nijalie, wa an yahdiyana, na atuongoze sisi katika njia iliyolingana, iliyonyooka, bijahi sadiqil amin, kwa jaha ya mkweli muaminifu bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqalami Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah al-Bid, haya yameandikwa kwa kalamu ya Muhammad ibn Sa'id ibn Abdullah al-Bid, yameandikwa na mkono wake. Ametaja kalamu dhikrul juz'i bi iradatil kulli, yameandikwa na yeye Ustadh Muhammad. Mwenyezi Mungu amweke pema pamoja na wema, atupe ilmu na tunufaishe na baraka zake, na atupe tawadhu na unyenyekevu kama alivyowapatia ama alivyompatia yeye na mashekhe zake. Hapa tutakoma. Wassalamu alaikum wal afwa minkum. Tusisahau kulike, kushare na kusubscribe. Wajazakumullahu khaira wa as'adallahu awqatakum wa ila liqa. مع السلامة.